Tupo hapa tena kwa ajili ya kumkabidhi gari bwana Tamimu Ayubu ambaye yeye ni mshindi wa gari aina ya Toyota Harrier. Nijisikia ni furaha sana kwa sababu sikutegemea kama naweza nikapata zawadi ya gari kubwa kama hili. Imekuwa kama bahati kwangu. Mchezo wako pendwa ni upi? Kuna Flaming Hot, Heart of God, Wildy Forte, mchezo wa kindege ambao imenisaidia mpaka leo nimekuwa mshindi wa Toyota Harrier. Kupitia tovuti ya pmbet.co.tz inatoa gari aina ya Toyota Harrier kama iliyopo nyuma na Nissan X-Trail. Kuna huyu jamaa anaitwa Anthony Thomas Lazy, alikamatwa jana baada ya kuvunja ukuta na kuingia kwenye makazi ya zamani ya rais wa Marekani Donald Trump huko Palm Beach, Florida. Baada ya kukamatwa, Lazy aliwaambia maafisa wa polisi kuwa alikuwa anahitaji kusambaza injili kwa rais Donald Trump, lakini pia alikuja kwa ajili ya kumuoa mjukuu wake ambaye anaitwa Kai, ambaye kwa sasa ana miaka 18. Hii ni mara ya pili pia kwa Lazy kujaribu kuingia kwenye nyumba ya Trump. Alishawahi kufanya hivyo pia kwenye mkesha wa mwaka mpya wa mwaka 2024. Kwa sasa kesi inayomkabili ni kuingia kwenye nyumba ya mtu kwa nguvu, yani trespassing. Lakini pia dhamana ya hiyo kesi ni $50,000. Pia amezuiliwa kuwasiliana na Kai au mtu yoyote ambaye anatoka kwenye familia ya Donald Trump. Lakini watu pia wamejaji kuwa huenda akawa na uhusiano na Kai kwa sababu wakati anajaribu kuingia kwenye hiyo nyumba hakukuwa na mtu mwingine isipokuwa Kai, na kama hii ni mara ya pili pia kwake kuingia kwenye hiyo nyumba, basi Lazy na Kai wana uhusiano au wanajuana. Kai ni mjukuu wa Donald Trump, mtoto wa Donald Trump Jr. Lakini pia unaweza ukagundua ni ujasiri kiasi gani ambao alikuwa nao Lazy. Just imagine, umekamatwa, umevuka ukuta wa nyumba ya rais wako, nyumba ya zamani ya rais wako, na unakamatwa na askari wanakuuliza umekuja kufanya nini, alafu unawajibu nimekuja kumpa injili bwana mkubwa, lakini at the same time nimekuja kumuoa mjukuu wake. Najaribu kuguess au kuvuta picha hizo conversation kati yake yeye na hawa askari waliomkamata, lakini pia na relate na kwa mazingira ya huku kwetu. In case kama ili jambo lingetokea Tanzania, pia bado najaribu kuimagine conversation kati yake yeye na askari na namna ambavyo anajiintroduce ingekuwaje na angekuwa kwenye wakati gani kwa wakati huo. Tupe maoni yako hapo chini kupitia sehemu ya comment. Mimi naitwa Mkaka Nozi, ukiniita Republic Announcer utakuwa hujakosea sana. Hii ni PMTV2. Usisahau kushare, kusubscribe, kulike ili nawe pia uwe ni sehemu ya hii familia kubwa.